Tunatoa wito kwa serikali na taasisi za ulinzi na usalama kutumia utaalamu, busara na weledi katika kudhibiti misuguano, kuepuka matumizi ya nguvu kupita kiasi, kushughulikia sababu badala ya dalili, kujihusisha na mazungumzo ya kujenga nchi badala ya vitisho na matumizi ya nguvu. Katika taifa lolote lililojengwa katika misingi ya amani, haki na upendo na uongozi wenye utu, nguvu hutumiwa kwa ulinzi na sio kwa kuadhibu sauti za wananchi. Tunashauri kuanzishwa kwa mfumo wa haki, uadilifu na usawa wa kudumu wa majadiliano kati ya serikali, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa na vijana, ili kujenga tamaduni na kusikilizana kabla migogoro haijafikia kiwango cha ghasia na uvunjifu wa amani. Namba 7, wito kwa viongozi wa dini. Sisi wenyewe kama viongozi wa dini tunapaswa kuwa wapatanishi wa kweli, sio wachochezi wa vurugu na uasi, wapole lakini wasioogopa kusema kweli, waunganishaji wa jamii, walinzi wa maadili ya kitaifa. Uislamu unafundisha kwamba viongozi wa umma ni nguzo ya amani. Ni wajibu wetu kuonyesha maadili, kunasihi kwa upole, kukanya kwa hekima na kuhimiza uchamungu kama msingi mkuu wa uongozi bora na uraia mwema. Namba 8, kujenga mustakabali bora. Umuhimu wa majadiliano ya kitaifa. Tanzania iko kwenye hatua muhimu ya kihistoria. Mageuzi ya katiba na majadiliano ya kitaifa ni fursa ya kujenga upya misingi ya amani ya kweli, haki na uadilifu, kuhakikisha usawa wa kuondoa ubaguzi wa kisiasa na kidini, kuimarisha utawala bora, kuzuia migogoro ya baadaye, kuifanya nchi kuwa salama kwa kila raia. Namba 9, salamu kwa taifa na wito wa hatua mpya. Tunawasihi wa Tanzania wote tukatae ghasia za aina zote, tukumbatie majadiliano, tujenge amani na maridhiano, tujifunze kutokana na yaliyotokea, tuwe taifa linalotanguliza utu mbele ya siasa. Tujitahidi kuwa sehemu ya ufumbuzi wa matatizo yetu na si kuwa sehemu ya matatizo. Namba 10, hitimisho. Kwa kumaliza, tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie amani ya kweli katika nchi yetu, moyo wa kusamehe, hekima ya kujenga badala ya kubomoa, na mioyo ya kujadiliana kwa ustaarabu badala ya kupigana na kuuana. Tunawaalika viongozi wa dini, serikali, wanasiasa, vijana na wananchi wote kujenga Tanzania mpya yenye umahiri wa mazungumzo, nguvu ya umoja na furaha na fahari ya amani. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania. Mwenyezi Mungu waongoze viongozi wetu. Mwenyezi Mungu waondolee watu wake fitina, chuki na mgawanyiko. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullah Swaleh Ndauga, Rais Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.